Wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea na harakati zao za kumtafuta kocha mpya, kocha mkuu, kutwaa kijiti kilichoachwa na meneja Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, tetesi zimeendelea kuwa nyingi zikiwahusisha makocha mbalimbali na wekundu hao wa Msimbazi. Mmoja wapo ambaye hivi sasa amekuwa gumzo ni pamoja na Miguel Gamondi, kocha wa klabu ya Singida Black Stars, ambaye pia ni kocha wa timu ya Taifa Stars ambayo inajiandaa kwa fainali za AFCON kule nchini Morocco. Taarifa zinadai kwamba Gamondi na Simba mambo safi na kwamba kila kitu kinakwenda vizuri, kilichobaki ni wakati sahihi utakapofika kutambulishwa rasmi ili awaongoze katika kupigania mataji mbalimbali wanayowania. Ligi Kuu Tanzania Bara, taji ambalo hawajawahi kulitwaa kwa misimu 4 mfululizo. Kombe la shirikisho la benki CRDB hawajawahi pia kulitwaa kwa misimu 4 mfululizo, lakini pia kupindua meza kwenye kundi lao la D, ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wao kwenye kundi lao hivi sasa wako mkiani. Ni baada ya kucheza mechi 2 kufungwa zote. Halafu kuna Esperance de Tunis yenye pointi 2 baada ya kupata sare 1 na suluhu 1. Suluhu dhidi ya Stade Malien, sare ya 1-1 dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola. Simba iko mkiani kwa sababu mechi zao 2, ya kwanza ikicheza nyumbani dhidi ya Petro Atletico ya Angola ilifungwa bao 1-0, lakini ya pili ikicheza ugenini dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali ilifungwa mabao 2-1. Simba hawana point katika kundi lao. Mahitaji yao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi, ili kuhakikisha wanasonga mbele, wanamaliza miongoni mwa timu 2 za juu na kufuzu kwa hatua ya robo finali, ni kwamba mechi 4 zilizobaki kwao ni kama fainali katika kila mchezo, kwamba imma watatakiwa wasipoteze mchezo, na zaidi watatakiwa kushinda kadri inavyowezekana katika kila mchezo, ili wasiende kinyume cha vile ambavyo wamejitengenezea taratibu tangu msimu wa 2018-19, ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale walipotolewa na UD Songo ya Msumbiji katika hatua za awali. Misimu mingine yote Simba kwenye ligi ya mabingwa kuishia hatua ya robo finali. Msimu huu malengo yalikuwa ni kuona walau wakifika nusu finali na ikibidi kwenda finali na hata kutoa ubingwa ikiwezekana, maana hakuna ajuaye. Lakini ili kutimiza ndoto zao hizo kwamba waende nusu finali, ni lazima wapate matokeo mazuri pindi watakapocheza mechi za back to back dhidi ya Esperance de Tunis kati ya Januari 23 na Januari 30. Watakiwa wacheze mechi zote hizo 2 dhidi ya Esperance de Tunis, na ambazo watapaswa kupata matokeo mazuri na hasa ya ushindi. Halafu kuna mechi za marudiano, mechi dhidi ya Stade Malien ambayo watacheza nchini, lakini kuna mechi dhidi ya Petro Atletico watakao kwenda kucheza kule nchini Angola. Kwa sababu hiyo, kwa mahitaji haya, ikiwamo pia ya ligi kuu Tanzania Bara ambayo nimetoka kugoshia kwamba hawajawahi kutoa taji lake kwa misimu 4 mfululizo, Simba wanahitaji uimara hasa na uthabiti kwenye benchi la ufundi. Baada ya kumuondoa meneja Dimitar Pantev, Simba wako sokoni, na ndio maana makocha wanaohusishwa na Simba ni pamoja na wale wenye rekodi nzuri za kufanya vyema katika klabu mbalimbali zinazongoza, akiwemo huyu Miguel Gamondi, raia wa Argentina, ambaye mpaka sasa amekuwa na rekodi nzuri hasa hapa nchini na kwenye klabu mbalimbali alizofundisha, hasa za ukanda ule wa UNAF kaskazini mwa Afrika, ambako Simba wanahitaji kwenda kupata matokeo mazuri dhidi ya Esperance de Tunis. Miguel Gamondi rekodi yake inaonyesha ashawahi kufundisha kwao klabu ya Racing katika ligi kuu ya Argentina, lakini alikuja barani Afrika mwaka 2000 na amepita klabu mbalimbali nyingi zikiwa zile za kaskazini mwa Afrika, klabu katika nchi za Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Misri, ndio zile ambazo tunasema ziko ukanda wa UNAF. Sasa miongoni mwa klabu amefundisha baada ya kutoka kwao ni pamoja na Ittihad Tanja ya ligi kuu ya Morocco, ashayefundisha Hassania Agadir ya ligi kuu ya Morocco, ashayefundisha Wydad Casablanca ya ligi kuu ya Morocco, ashayefundisha Maghreb Fez ya ligi kuu ya Morocco, ashayefundisha CR Belouizdad ya ligi kuu ya Algeria, ashayefundisha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo yeye na mwenzake Neil Tove waliiwezesha kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini msimu wa 2005-2006 PSL. Gamondi ameshawahi kuifundisha Yanga na kuiwezesha kutoa taji la ligi kuu Tanzania Bara kwa performance ya around 89%, maana
ilimaliza ligi kuu Tanzania bara msimu 2023-24 ikiwa na pointi 80 kati ya 90, ikifunga mabao 71, ikiruhusu mabao 14. Lakini sio hilo tu, aliifikisha robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo walitolewa kwa mbinde kwa mikojo ya penalty na Mamelodi Sundowns Afrika Kusini baada ya suluhu kwa Mkapa, suluhu kule nchini Afrika Kusini, yote waliyafanya wakiwa chini ya Miguel Gamondi. Lakini kikubwa zaidi kwa Gamondi ni aina ya mpira wake. Mfumo wake mara nyingi ni baada ya golikipa ni walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo tatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Huwa ananyumbulika wakati mwingine 4-3-3 baada ya golikipa, wakati mwingine 4-4-2 kwa maana walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili. Wakati mwingine anakuwa na mfumo baada ya golikipa ana walinzi wanne, kiungo mmoja kulinda walinzi wanne, halafu ana viungo wanne, halafu ana mshambuliaji mmoja. Ni mifumo tofauti ambayo huitumia. Ni yeye ambaye hivi karibuni amewezesha Singida Black Stars, timu anaifundisha sasa akitokea klabu ya Al Nassr Benghazi ya kule nchini Libya. Amewezesha Singida Black Stars, klabu mpya katika medani za soka barani Afrika, kwenda moja kwa moja katika hatua ya makundi kombe la shirikisho, ambako mpaka sasa kwenye kundi lake Singida iko mkiani baada ya kufungwa mechi ya kwanza 2-2 na CR Belouizdad. Mechi ya pili wakatoa sare ya 1-1 dhidi ya Stellenbosch. Namna timu yake hucheza, humiliki zaidi mpira, huwa na kasi zaidi anapovuka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani, lakini wakati mwingine huangushwa tu na wachezaji wenyewe. Kwa mfano Singida Black Stars ambayo kwenye mechi mbili kwenye kombe la shirikisho imefungwa dhidi ya CR Belouizdad, ikatoa sare dhidi ya Stellenbosch. Ukifuatilia kiundani zaidi unaweza kumuonea huruma Miguel Gamondi kwa sababu yeye kama kocha amefanya vinavyostahili. Haswa bali kuweka mpira wavuni ni kazi ya wachezaji wenyewe. Yeye kama kocha hawezi kuingia uwanjani kwa mpira wavuni. Kazi yake ni kuwezesha kuwa na mipango ya kufanya timu ifike eneo la mwisho na kupata nafasi ya kufunga. Singida Black Stars kwenye mechi mbili imepiga mashuti 31. Lakini kati ya hayo mashuti 8 yamelenga shabaha, imefunga bao moja tu na kuruhusu mabao matatu kama nilivyotoka kueleza. 2-2 walofungwa na CR Belouizdad na 1-1 dhidi ya Stellenbosch. Mechi dhidi ya Stellenbosch kwa mfano, Singida Black Stars wamemiliki mpira kwa 73%, Stellenbosch 27%. Kumiliki mpira pekee yake haitoshi, unatengeneza nafasi. Ndio, Singida Black Stars walipiga mashuti 21. Stellenbosch walipiga mashuti 5 tu kwenye mechi ambayo Singida Black Stars walikuwa nyumbani. Katika mashuti 21 waliopiga, 6 yalikuwa blocked, mashuti 15 yalienda. Kati ya hayo yaliolenga shabaha yalikuwa mashuti 7. Lakini bado wakaishia na sare ya 1-1 kwa sababu Stellenbosch walipiga mashuti 5, moja limelenga shabaha, mechi kaisha 1-1. Kwa ukizama kiundani unaona kocha kwa mipango yake mambo alimwendea vizuri, lakini wachezaji haikuwa siku yao ofisini kwa sababu nafasi walipata hawakuzitumia. Mechi waliocheza dhidi ya CR Belouizdad wakafungwa 2-2. Ukifuatilia kiundani ni mechi ambayo Singida Black Stars walijitahidi kucheza vizuri mno. Ni katika mechi ambayo dakika 90 za mchezo CR Belouizdad walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha. Singida nao walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha. Utashangaa kwa nini ikawa 2-2? Ni kwa sababu bao lingine la CR Belouizdad ni Singida wenyewe walijifunga, wakafungwa 2-2, lakini mechi ambayo walicheza vizuri kimbinu, lakini mwisho wa siku matokeo yalikwenda kinyume na hiki ninachokieleza. Walifungwa 2-2. Kwenye mpira wa miguu fanya unavyoweza, unaulizwa ngapi. Ni kwa sababu hii haishangazi kuona akashawishi shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF na mamlaka za mpira kumteua yeye kuiongoza Taifa Stars kwenye finali za AFCON kule Morocco ambazo zitaanza tarehe 21 ya mwezi huu. Simba kuhusishwa naye haishangazi kutokana na ubora alionao na uzoefu kufundisha katika klabu mbalimbali kama nilivyotoka kueleza. Kama kweli atatoa Simba, boss kwanza ni mzoefu wa michuano mbalimbali. Hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi ndio ambayo msimu wa 2023-24 alipeleka Yanga hatua robo finali, kinyume cha wengi ambao walitarajia kwamba kwenye kundi lao Yanga wamekutana na mtihani mzito, lakini walipenya kutoka kwenye kundi lao tena wakipindua meza kwa kufungwa 3-2 na CR Belouizdad ugenini, lakini wakiwa nyumbani kwa Mkapa wakafunga CR Belouizdad mabao 4-0. Lakini hata Mamelodi Sundowns chupu ilikuwa waondoke wakitoa Yanga kwa mikojo ya penalty. Hiyo kiwango kizuri sana. Sasa Simba wanakwenda kucheza dhidi ya Esperance de Tunis kule Tunisia, ukanda ambao yeye ameuzoea akiwa Afrika tangu mwaka 2000. Utumishi wake kama kocha ametumia muda mwingi sana katika timu za kaskazini mwa Afrika kama nilivyotoka kuelezea. Kwa sababu hiyo
wanapokwenda kucheza dhidi ya Esperance de Tunis, kocha Miguel Gamondi ni mzoefu kucheza katika ukanda huu. Ni kwa sababu uzoefu wake huu atahitajika sana kocha kama huyu kwa kundi la Msimbazi Simba wanahitaji kupindua meza kwenye kundi lao la D, kwa kuanzia ni mechi 2 za mfululizo dhidi ya Esperance de Tunis kabla ya kwenda kucheza mechi nyingine zile dhidi ya Petro Atletico na Stade Malien. Lakini la pili, mfumo wake wa ufundishaji kwenye kucheza, yeye anapenda baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili wakabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ni mfumo ambao Simba wameuzoea, wamekuwa kiutumia mara kwa mara. Mara chache Simba hutumia baada ya golikipa ni 4, kwa maana walinzi 4, viungo 3 na shambuliaji 3. Gamondi ni mtumiaji pia mfumo huu katika baadhi ya mechi. Vinginevyo 4-4-2 Gamondi hutumia pia mfumo huu. Wachezaji wa Simba wengi ni wazoefu pia. Kwa sababu hiyo, wakikutana na Gamondi, upo uwezekano akawapa matokeo mazuri na kupindua meza kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara, Gamondi ni mzoefu pia. Kama tunavyokumbuka vizuri, nilivyotoka kueleza kwamba akiwa na Yanga aliwapa ubingwa wakipoteza pointi 10 tu kati ya 90 kwenye msimu wa 2023 2024, na tena akiwapa pia taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, mataji ambayo Simba wamehamisi kwa misimu 4 mfululizo, kwa maana ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Gamondi akiwepo, manake kisaikolojia Simba wanajiona la sasa tumempata kocha ambaye anaweza akatupa taji la ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB na akatuvusha katika hatua ya makundi. Fikra hizo za kisaikolojia zitamfanya Gamondi awe na kazi nyepesi sasa ya kuingiza mifumo yake kwa wachezaji ambao wamezoea kucheza kwa aina ya mpira anaocheza yeye. Kumiliki zaidi mpira, kwenda kwa kasi kwenye eneo la wapinzani unapovuka katikati ya mstari wa uwanja kwa muundo ambao wa 4-2-3-1 baada ya golikipa, ambao Simba wamekuwa wakiutumia kwa makocha tofauti tofauti, hata alipokuwa Fadlu Davids, hata hivi karibuni Dimitar Pantev nyakati kadhaa alikuwa akitumia hivi. Hiyo ni faida. Lakini lingine ni kwamba licha ya kupoteza mataji kwenye ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki CRDB, watatamani kupata matokeo mazuri katika mechi za watani. Gamondi anatoka huko, anawajua vyema kina Djigui Diarra, na kwamba hilo kwa kiasi fulani linaweza likawasaidia kisaikolojia, kwa sababu kocha atakuwa anapambana na wachezaji ambao anawajua kiundani, hasa kwa sababu alikuwepo kama simamiaji na muongoza maono ya Yanga katika msimu wa 2023 2024. Changamoto ni kwamba kitwa Simba ni msimu ambao tayari umeshaanza kuchanganya, hapati nafasi ya ile tunaita pre-seasons, maandalizi ya msimu, na hivyo akifika tu watu watataka matokeo mazuri. Ukitokea kinyume chake, pressure itaanza mara moja, kama ilivyo kawaida kwa timu kubwa za Simba, Yanga na nyinginezo zote duniani, jambo ambalo linaweza kumtoa katika mstari, kwa sababu anaikuta timu ambayo hakushiriki kuisajili, anakuta timu ambayo wachezaji ile kiundani hawafahamu, atakuwa anawafahamu huku wanaendelea kushiriki michuano, na huku Simba uongozi wao, mashabiki wakitaka ushindi katika kila mchezo. Hii ni changamoto ambayo akitoa kweli Simba atapasa kukabiliana nayo. Changamoto nyingine ni kwamba je, Singida Black Stars watakubali kumwachia kocha wao huyu katika nyakati hizi muhimu ambazo wapo katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia wangali na ndoto ya kuendelea pale walipoishia msimu uliopita kwa ligi kuu Tanzania bara, ambapo walimaliza nafasi ya 4 na kupata tiketi ya kushiriki kwenye kombe la shirikisho, ambao walifanya vizuri na sasa wako katika hatua ya makundi. Kwamba kwenye msimu wa 2025-26 watatamani kama sio kumaliza top 4 basi wamalize juu zaidi, yani nafasi ya 3, ya pili na hata ubingwa ikibidi, na kwa kuzingatia kwamba Singida Black Stars imesajili wachezaji wengi nyota wenye uwezo wa kushindania taji na Yanga, Simba na Azam. Sasa je, uongozi wa Singida Black Stars utakubali? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kawa changamoto kwake. Vinginevyo kama wakimpata, kuna mambo mengi yanaonekana kuwa chanya Gamondi na Simba kuliko hizi changamoto, na hivyo anaweza kawa mkombozi wao kuwatimizia kile wanachohitaji. Cha msingi tu ni kwa wachezaji wa bench waendane na Gamondi endapo atatua, kwa maana kwamba msimu ukiisha, msimu mwingine pengine atashiriki kuzidi kuimarisha Simba katika maeneo mbalimbali ili kuendana na kile ambacho yeye huhitaji katika kikosi chake. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.